Samahani boss. Kwa majina naitwa Elisha Saidi Gwepano, ni mkazi wa hapa Dodoma. Nimekuja hapa kwenye kampuni yako kwa lengo la kuomba kazi. Kwenye hiyo na shahada ya usimamizi wa biashara, na imani kwamba tunaweza kufanya kazi hapa. Na kuthibitisha hilo hapo, samahani kwa fungulie biashara. Samahani. Naitwa Elisha Saidi Gwepano. Unatokea wapi? Ni mkazi wa hapa Dodoma. Unafanya kazi katika kampuni gani? Nimefanya kazi kwenye official kwa kipindi cha miezi 8. Miezi 8. Nisomea chuo wapi? Nimechukua shahada yangu ya utumishi wa biashara pale Ito. Umesema unafanya kazi kwa miaka 8 miezi 8. Kwa kipindi cha miezi 8. Wanalisha. Kampuni yangu hii inahitaji wafanyakazi ambao walishafanya kazi kwa miaka 5. Uzoefu wa miaka 5 katika kampuni tofauti. Samahani boss, mimi na imani kabisa naweza kufanya kazi kwenye kampuni yako, na ni uhakika kabisa kwamba tunaweza tukaikuza kampuni mpaka kufikia level ya kimataifa. Sasa kuanzisha. Kampuni yangu inahitaji vijana ambao wana uzoefu wa miaka 5. Sasa kwa hivyo. Wewe umesema unafanya kazi kwa miezi 8. Ndio. Katika kampuni ya Utofish. Mimi nahitaji vijana wenye uzoefu wa miaka 5. Kwa hiyo sihitaji vigezo vyako havinishawishi kukuajiri. Samahani boss, lakini kwamba kulingana na uzoefu ambao niliupata kwa ile kampuni, mimi na imani kabisa tunaweza tukafanya jambo na tukaikuza kampuni yetu. Wanalisha. Naam boss. Nahisi kwamba kazi itakuwa umeikosa, sababu nahitaji watu wenye uzoefu wa miaka 5. Bosi, naomba ukanifikiria tena, kama tutakuwa na uhitaji na taarifa. Kaungana na mapokezi na mwisho. Asante sana bosi. Mwenyezi Mungu, tunashukuru kwa kutulinda usiku wa leo. Mwenyezi Mungu, sisi ni baba na mama kwa kiumbe kinachokuja, ambao hatuna hata pesa kwa ajili ya maandalizi ya kiumbe hiki kinachokuja. Tunaomba utujalie mikono na miguu yetu tuweze kufanikiwa kupata pesa ili tukipokee vizuri hiki kiumbe kinachofuata. Amen.
Umeamkaje mama Kijacho? Asante. Mimi hapa ndo nataka nitoke hapa hivi. Nataka nihakikishe kwamba leo napata mahitaji, yani napata pesa kwa ajili ya kununulia mahitaji yote ambayo yanahitajika. Sawa mwanangu, lakini hali yangu sio nzuri. Tumbo linanikata. Sijui siku ya leo itaishaje. Na wewe ni mwoga wewe, itakuwa tu anajigeuza huyo. Hapana, maumivu yake si sawa na kujigeuza. Basi sawa, ngoja mimi nitoke na nitahakikisha kwamba napata pesa ninunue vitu ambavyo vitahitajika kwa ajili ya kupeleka hospitali. Sawa mwanangu. Baba, usimsumbue mama. Ngoja nikatafute. Basi sawa. Sema imeandikwa kwenye maandiko kabisa kwamba tutatafuta kwa uchungu. No, tutatafuta kwa jasho, nyie mtazaa kwa uchungu. Kwa hiyo usiogope, kuwa tuna amani. Bwana, toke hapo. Kama nilivyokuambia, nipo kazini kwangu hapa. Vipi kijana, mbona unapita karibu yangu na unanipitia hapo na tofali? Hiyo samani haisaidii. Yaani wewe unaona mimi nimesimama hapa, alafu na unapita karibu yangu. Unichafue? Yaani tufanane kama ulivyo na mimi niwe kama ulivyo wewe. Ulivyochafuka hivyo. Samani. Hiyo samani haisaidii chochote. Kijana, kuwa makini. Peleka tofali huko.
nisaidie kwa beseni. Asante dada. Unauzaje Chinese? Huku 200. Mboga ni nzuri. Ila dada. Pole. Kwani dada, mboga hizi zote shilingi? Mboga zote hizi shilingi. Kwani mmeo ana shughuli gani mpaka unafanya biashara na hali hii? Mume wangu yupo kama unavyoniona hali ya ndio hivyo. Yeye anatoka na mimi natoka. Pole. Asante. Sasa mimi naona tu nikusaidie nichukue mboga tu hizi. Umenisaidia dada. Maana umechoka hivi uende kupumzika. Kweli. Mungu ni mwema. Hata mboga ya kupika unayo kweli mdogo wangu? Sina. Nimeingiwa yani na uchungu. Basi ngoja tu nichukue tu mboga zote. Asante kwa kunisaidia. Unayo hata mboga ya kupika kweli mdogo wangu? Haya mdogo wangu, beseni lako hili hapa, nimekuwekea na mboga kidogo. Haya mdogo wangu. Haya, tukapumzike. Karibu. Waidishi. Poa. Hivi aisee mbona umesizi jomba? Shida nini? Kisha umefanyaje aisee jomba kwanza msimama hapo yenyewe umekaza mpati kama kwenye benchi. Simama ndugu yangu, wewe si familia yangu. Simama. Hivi aisee jamaa. Poa, Elisha. Nini shida jamaa wangu? Mbona yeye tena? Wewe acha. Familia, sio kawaida mbona na sisi sana. Nini shida? Mbona kwaje tena wewe chaji yangu yenyewe?
Nini shida? Yaani toka asubuhi kazi moja. Sio kwako tu familia, sio kwako tu. Ni kawaida. Vipi? Mbona umesizi sana Elisha? Mbona kama una mawazo hivi afu hii mawazo yenyewe utaki hata kuniambia familia yangu? Hadi milo damu yako hapa au ni ficha yangu? Yaani kazi ni ngumu. Huko tu yaani toka asubuhi mpaka sasa hivi. Kwanza umekula? Jana Santa kulaje wakati mambo yenyewe magumu hapo simejabu kule tunajua wale wa kesho. Afu kija kuangalia hili kwa sina kitu. Tuwaje ni familia? Si tule hapa hivi. Afu tukishakula zeni nadhani utajua tu la mama atakuaje maisha yake. Au vipi? Sisi mwanangu wewe. Nitaendeleaje kicha wangu wakati mimi niko na wewe hapa hivi? Sisi tunapambana kicha wangu, sisi tunapambana kwa cha wangu kidogo, cha kwako kidogo, tunakula vyote. Ama nini? Usikia? Mimi nitakulaje wakati shemeji yako sielewi hali yake. Usikia familia. Wewe shemeji ni yote unajua tu hali yake, usiwaze wewe na mkono tu ile afu tukishakula utajua nini. Sana endeleaje kicha wangu, aisee kicha wangu, aisee jamaa. Shida ni nini? Wewe tule bana jamaa wangu, usiwaze wewe ni familia yangu, wewe na bana mkono. Na mkono hapo tule bana. Wewe na bwana chaidi yangu. Unajua makazi ya mamizigo watu tunateseka sana huku sokoni chaidi yangu. Yaani tunateseka sana. Wewe tule bwana yangu. Mateso tu ya hapo tumeambiwa sisi wanaume au sisi wanaume kicha wangu. Kicha wangu. Kula kicha wangu siwaze kicha wangu. Tugonye chaidi yangu au vipi? Tugonye. Mmoja mwanangu. Tupambane sana wanaume tumeumbiwa mateso balaa. Sasa mwanangu, hebu gani wewe vocha hapa hivi. Kaka, sasa ni hapo ndio ngombe mziki cha uhakika yani. Unajua ukishapata report hivi, unapata hata mlinzi wa kuandika moja na mambo mengine kabisa mzee. Afu unajua wanawake anapenda sana yani wake sana unaelewa? Nataka umkee. Ndio sipokea kicha yangu. Ndio utashapokea. Mwanangu uhakika. Sasa mwanangu uhakika. Ndio pigie la mama hapo simu yenyewe. Nabakia kujiunga hapa mwanangu. Sasa unajua nini? Kupata wazo. Wewe mimi nimpigie kwanza blaza hapa hivi. Tena. Blaza. Yufuta lakini si leo unampigia shemeji. Ni muhimu sasa. Ngoja nifanikishe na mambo ya hela mwanangu. Mkuu haina ndo. Haina ndo. Halo. Kaka. Salama bwana, za huko. Kamo. Sasa. Samahani bwana, mimi nina shida hapa kidogo. Kaka, sasa nilikuwa unajua shemeji yako hapa hivi ni ya mzito yani wa leo wa kesho. Alafu sasa yani ukija kuangalia mimi hapa mfukoni yani sina hata shilingi 100 yani. Kwa hiyo kama kuna namna gani vipi yani hapo naomba unisaidie nipate angalau hela ili nikanunulie vifaa ili uchungu kianza ni mweke hospitali chafu vifaa viwepo. Itakuwa vizuri sana kaka, utanisaidia. Ni kesho. Sawa. Basi
itakuwa vizuri sana yani, kama tukipata hiyo kesho nadhani itanisaidia pakubwa sana. Haya sawa. Haya asante kaka. Bajaji nakuja, tulia sawa. Mungu wangu. Pole mdogo wangu. Ndo mimi. Tiani?